Na mtazamaji wa Biomedia Channel, endelea kukaribia na kufuatilia habari zetu moja kwa moja kwa kusubscribe na kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Jina langu ni Official Rose Day. Kama bado hujasubscribe, karibu. Leo tangazia story ambako Niffer bado yupo mikononi mwa polisi. Kesi yake bado mawakili wake wamefunguka kwamba hii sio kesi ndogo, inakuwa ni kesi kubwa kiukweli. So wale ambao tulikuwa tufahamu mambo yako namna hiyo, ni katika taarifa rasmi ambayo imeweza kutolewa na jopo la mawakili ambalo linamtetea mfanyabiashara maarufu kutoka nchini Tanzania Bibi Niffer. Wakili Peter Kibatala ameweza kuthibitishia jamii kwamba Niffer yuko salama. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa licha ya sintofahamu na hali ya taharuki ambayo ilitanda mitandaoni na kwenye mitaa, mteja wao hajadhurika. Katika nukuu ya kwanza ya wakili Peter Kibatala, anasema mambo yaliyotokea hivi karibuni yameathiri uwezo wetu wa kuendelea kikamilifu na majukumu yetu ya kisheria, lakini tunaomba umma kuwa na subra. Tutakuja na mrejesho wa kisheria kwa wakati mwafaka, aliweza kusema wakili Kibatala. Lakini pia kwa upande wa mamlaka, kamanda wa polisi Muliro aliweza kueleza siku kadhaa zilizopita, tutakumbuka kwamba Niffer anakabiliwa na tuhuma nzito ambazo zinahusiana na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu mwezi Oktoba tarehe 29. Katika nukuu anasema anatuhumiwa kuhamasisha vurugu, kuharibu miundombinu ya umma pamoja na kuchoma vituo vya mafuta katika maeneo mbalimbali nchini, aliweza kusema kamanda Jumanne Muliro. Right now bado haijafahamika ni lini basi kesi hii itaanza kusikilizwa mahakamani, lakini timu ya mawakili imeweza kueleza kuwa wapo katika hatua za awali za maandalizi ya utetezi. Endelea kuambatana na Biomedia kila wakati kwa ajili ya kufahamu nini haswa kitakuwa kinaendelea kwa mfanyabiashara Niffer na kesi ambayo inamkabili. Kama bado hujasubscribe, endelea kusubscribe. Updates za kwanza zinakujia moja kwa moja hapa mtazamaji. Wana wakati mwema. Bye bye.